Ningependa tupige stori za mjini. Tumeona huu mwezi umekuwa na matukio mengi sana, na hata mwezi uliopita tumeona kulikuwa na dada yetu, dada wa taifa hapa Kiswiti Tanzania, Sweet Heart anaitwa Wema Sepetu amejifungua. Naona lakini pia hapa juzi Zuchu naye kajifungua. Sasa matukio yanayolinganishwa ni mimba ya Wema Sepetu na ya Zuchu haifanani. Ikisemekana kama Wema Sepetu yeye mimba yake haikuwa yenyewe, ametumia zile, kuna zile mimba fake zile wanasema zile AI wanasema mama mjamzito akuvimba hata sura, mama mjamzito ana full energy ya kucheza. Unaona wakati Zuchu alivyokuwa anatoka chumba cha leba utembeaji, unaona kabisa huyu kweli katoka leba. Nataka tupate kwanza experience ya utofauti wa mama ujauzito wa anavyoonekana Wema Sepetu na alivyokuepo Zuchu. Ndugu yangu, hayo maneno ya Gen Z, sio anaita Gen Z, wanaita Gen Z. Hayo maneno ya Gen Z, kwa sababu kama unakumbuka, kama wewe mtu wa millennium, unamkumbuka alivyozaa nani Zari ametoka leba moja kwa moja wameenda supermarket. Yaani katoka leba kujifungua, ameenda supermarket. Ameenda leba, amesuka vizuri, wanja imekaa vizuri, paka makeup. Kipindi anamzaa mtoto wake huyu Dylan sijui. Umeelewa vizuri Na ametoka kule, amefika nyumbani kwake, Mama Dangote ameposti picha mzazi anajisongea ugali yeye mwenyewe. Umeelewa vizuri Kwa hiyo Zari Wema kuwa na energy, Wema inategemea. Kuna watu wengine, kwanza uzazi wa kwanza jamani haunaga competition. Waliozaa wanajua. Hakuna hata mtu mmoja aliozaa uzazi wa kwanza atakusimulia uchungu unavouma. Kwa sababu wengi wanakaga wanasikilizia uchungu ndio hivi uchungu, kumbe uchungu ushapiga moto, unanikuta kajifungua. Wengi uchungu wa kwanza wanakuwa hawauelewi. Kwa hiyo Mungu huenda amempa urahisi. Unajua yule kwanza hayo mambo ya operation Wema sio shida zake. Wao wenyewe walishasemaga Wema kakata utumbo, wao wakasema Wema kafanya surgery. Kwa hiyo ule mwili tayari umezoea operation. Si kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo hiki kitu operation ya uzazi kwake imekuwa kitu kidogo. Mtu unaambiwa amekata utumbo, sasa hii operation ya hii itamshtua. Kwa hiyo wanayozungumza hivyo ni hawa Gen Z ambayo hawajaona watu walivyokuwa strong wakizaa. Lakini pia na Zuchu hatujui kapata mitihani gani, huwezi jua kati labda ana mimba, vifafa vya mimba. Jamani na Diamond ana matukio utashindwa kuvimba mwili. Pale mwenyewe walikuwa wana nini, wanaambiwa wana case, mama wake wamenuna, ushaelewa? Mama wake wamenuna, huku sijui nani hawaelewani, stress muda wote, utaacha kuvimba mwili. Bwana yule yeye na mumewe wako lele, mtoto anamtaka, bwana anamtaka, ana furaha zake, kaenda kuzaa, mwili umerelax, avimbe ana changamoto gani? Kwa sababu ukaniuliza Zuchu, mimi ni team Zuchu always, lakini ukiuliza Zuchu kwa nini hizo pressure zilikuwa zinamjia paka mwili unavimba? Jamani, ana mimba, ndio mimba yake ya kwanza, maelewani kwenye ndoa kipengele. Wako mama wanabwatia huku, mawifi wanabwatia huku, mume anahandamuka huku, utaacha kupata pressure ukavimba mwili. Kwa hiyo kuvimba mwili Zuchu alistahili. Umeelewa? Huyu avimbe mwili ana shida gani? Pale ana stress zipi? Mtoto anamtaka na ndo kashaka tumboni. Umeelewa? Mume yuko naye yuko lele. Hakuna mtu anempigia kelele. Ataacha mtu kuenjoy. Umeona hata mazoezi yake alivyokuwa anafanya? Mazoezi anafanya kama anaruka dance huku anakimbizana. Sio huyu kashikwa mkono. Maana ile kushikwa mkono pia, hebu tuendege wewe naye uishi kuniwaza. Yule alikuwa anafanya mazoezi yake. Kwa hiyo hayo ni maneno ya Gen Z, lakini wakitaka kujua kwamba inawezekana mtu ukazaa na stili ukawa bado uko vizuri, hebu waende kuangalia video za Zari alivyokuwa anajifungua zipo. Katoka leba, ana miebwebwe yake kasuka vizuri, utajiuliza ana uchungu aliwezaje kukaa kasuka miebwebwe. Sasa hilo ni la kwanza. Lakini jambo lingine, usimfananishe Zari, ukisimfananishe yule Zuchu na Wema. Hawa ni watu wawili tofauti. Unamuona alivyokuwa Zuchu? Zuchu ni mfupi. Sisi wanawake tunajua ukiwa na mfupi tena uzazi wako unakuwa kama mfupi. Mara uambiwe nyonga ndogo, mara nyonga una kabisa. Watu warefu hata uzazi wao unakuwa rahisi. Wazazi wanajua. Kwa hiyo huyu inawezekana ile hali ya kuvimba sana mwili, ile hali ya kushindwa inategemea. Hata madokta waliomchana nao inategemea. Au labda kampata dokta mwenyewe professional kamchana vizuri, unajua. Wana madokta nao wana heka. Mimi nina operation yangu ya mtoto wa mwisho hapo, nadhani nimekatwa na trekta. Ukiniangalia huyu daktari labda alikuwa ananitaka, nimemkataa alivyonichana kwa hasira. Nalo hapa shono nahangaika nalo. Kwa hiyo inategemea alimkuta daktari gani. Si kama unaelewa. Kwa hiyo mimi sisemi kwamba nani ya kuzaa amezaa vizuri, na naamini kwamba kazaa, sema tu uzazi wao Mwenyezi Mungu kamjalia umemjia na heri, bado amependeza na ameyaweza mazoezi. Na huyu naye ambaye amevimba
amevimba kwa sababu zake, ila tunajua kwa pressure, kwa zile kaza familia ya Diamond, hakuna mtu asovimba pale. Hakuna mtu asovimba. Hivi kwa nini ile familia inasemekana kama watu wengi sana wakisema tu Mama Dangote labda ana shida na wakwe zake, maana wakwe zote wanakuwa na kasoro. Ukimpenda sana mtoto wala hana shida. Na hisi mimi kwa mwanangu wa kiume nitakuwa zaidi ya Mama Diamond. Ukimpenda sana mtoto wako wa kiume ndio unakuwa kama mama nani. Kwa sababu ukimuona tu mtoto wako umuoni ndani ya nyumba, utaanza kupiga simu. Ukipiga simu mke wake atanuna. Ushafahamu? Mama yako muda wote ukiwa na mimi atapiga, lakini yale tu ni mapenzi ya mama kwa mtoto wake. Yaani yule mama anampenda yule Diamond kupitiliza. Kiasi kwamba mpaka ajiwezi. Kwa hiyo inapelekea wanawake wa Diamond wanamchukia yule mama, wanamuona kama Zabizabina. Mimi labda uniulize kuhusu Asma. Tutakuja kwa Asma bwana, kinachomsumbua Bendela fata upepo. Anataka aonekane tu kwamba naye ndo dada kaka yake star. Kwa sababu kinachomfanya yeye agombane na Zuchu kitu gani? Yeye ana mume wake, sawa, na ana maisha yake. Yeye muda wote mawifi zake Bendela fata upepo. Maana mimi kuniambia kuhusu Asma nitakwambia Bendela fata upepo. Lakini Mama Diamond, mimi na sitakuwa kama Mama Diamond. Maana mtoto ukimpenda sana, wakwe wanakuchukia. Yaani kinachomfanya Mama Diamond mpaka anaingia kwenye vita na wajenzi, watu kumuona kama ana tabia mbaya kwa mwanae. Anampenda sana mwanae. Kiasi kwamba yeye asipomuona dakika mbili alafu hataki kumwona mwanae anakero. Yaani wewe ukitaka kujua kama Mama Diamond utamkera, yuko tayari kujibu comment yoyote inayomzungumzia vibaya mwanae. Ataijibu bila haya kwamba vipi. Yaani yale ni mapenzi tu ya mama kwa mtoto. Ndio maana nikiambiwa nimshauri huyo Zuchu nitamwambia ndugu yangu ustahimili. Ndio mama, yaani yeye ndio karma ya mama. Mama kashampenda mtoto wake na wewe umempenda mtoto wa mama, enjoy show. Hapo mtu wa kukomeshwa huyo Asma. Mimi ningekuwa wifi yangu Asma mbona angefurahi. Nyosha. Maana hilo bango langu moja tu. Ningemwambia wewe wifi, hebu tulia kwa mumeo. Kama akutoe upwilu kuna madoido yanauzwa huko. Kila siku ndo status yangu. Ungemwambiaje? Ningemwambia tulia kwa mumeo. Kama mumeo anakubakisha na upwilu kuna hayo madoido yanauzwa. Madoido si unayajua? Yale madude ya bandia. Yanauzwa akayatafuta. Mama ningekoma naye ndio mama yake nitafanyaje? Lakini wewe Esma ningemsuuza. Na hisi asingerudia tena. Sasa ile pale Esma kwa upande wake aoni kama atatengeneza utofauti wa upendo kati yake na Zuchu, kwa sababu hata kufuata Bendela upepo pia inabidi uangalie mahusiano yenu mliojenga kati ya wewe na wifi yako. Yule ana ubaya anaupenda. Nani Esma? Ubaya anaupenda. Kumbe anapenda vita. Kwa sababu hujamuona hata kipindi Zari yupo alikuwa rafiki yake Hamisa. Sijui nini, yani ni mtu mbaya, ubaya anaupenda kwa sababu kama wewe wifi upendi ubaya aka unabakiwa katikati. Alioletwa salamu alikwambia, lakini wewe ukishapata wifi mpya unakuwa timu ya yule wifi. Huyu wa mwingine unamchukia. Ubaya unaupenda. Weka katikati. Jamani mimi wamekuja nitawachukia. Hata jamii itakutetea. Ile siku ya baby shower ile maposti mapicha hatujaona mapicha kipostiwa, lakini inaonekana hata pia kama Mama Dangote naye kama anajilazimisha tu kuondoa ngoma juani. Mama Dangote nimekwambiaje yule mama? Umenisikia? Mtu akishaitwa mama ndugu yangu sifa yake ya kwanza anapenda ukubwa. Mama Dangote wala mimi simtii hila. Asipoenda kule Zuchu ndo akataka mama mbembeleze aende. Si mama mumeo utafanyaje? Angekuwa mama yako ungenuna. Mimi nataka nikumuulize Zuchu. Mama yake angegoma kwenda pale. Si angembembeleza mama twende. Na mama mumeo mbembeleze ndio mume. Kwa mama pale abandue afanyaje ambembeleze tu mama. Ngoma huyu mwenzangu na mimi anajipa ukuso kwa alafu madada wakubwa wana shida. Ndoa zote unavoziona pakiwepo na dada mkubwa anataka kujipa yeye umama. Kinachomsumbua Asma pia anataka umama. Lakini huo umama ataupataje wakati mama mtu yuko hai? Na ingetokea Asma ndio yupo, Mama Dangote kashatangulia mbele ya haki. Mbona Zuchu angekoma? Maana angejipa yeye ucheo mama, yeye ndio mama mwenye hiyo nyumba. Kumbe yeye dada tu. Yaani kinachomsumbua Esma anautaka umama kwa sababu yeye dada mkubwa. Wewe unadhani angekuwa mdogo pale angemkalia kichwani Diamond? Asingesubutu. Asingeweza. Ule anautaka umama kwa sababu yeye dada mkubwa. Madada wakubwa wote wewe waulize watu walioolewa alafu wana dada wakubwa kuzidi waume zao. Wanautakaga umama. Yaani wewe mheshimu kama ndio mama. Mawifu wanaolalamikiwaga ni wanakuwa wale na wadada wakubwa wale. Wadada wakubwa wanautakaga umama, yaani umheshimu kama yeye ndio mama mkwe. Subutu. Mimi siwezi wenzangu. Ndio kinachomsumbua yule bibi. Mpaka anajikuta watu wanamuongelea vibaya kwa kusuka kaka yake kwa sababu yeye dada mkubwa anataka aheshimiwe kama mama mkwe. Changamoto. Changamoto ndio hivyo. Au ndo maisha ya Kiswahili hayo. Zuchu kashalikoroga anywe. Maana ile familia. Sasa hapo kweli kama ungekuwa ni wewe katika familia kama hiyo ungeendelea kuishi kweli?
Maana kwa kama upendo wenyewe kulazimishana sasa. Wewe mapenzi unajua? Mapenzi unajua kaka? Upendo wa familia, ndugu. Familia vipi bwana, pale mama tu ndo akudeli naye? Mama ndo apele, mama ndo mama ndugu yangu. Ndio maana nikamuuliza angekuwa mama yake ndo mama Diamond si angekuwa anambembeleza? Yule ndo mama wangu mbembeleza. Kwa mama mimi nilishawaambia wanawake, vita baina ya mke na mama wa mume, mke hautokuja kushinda. Labda mama amue funika kombe mwanaharamu apite. Na nikawaambia wanawake, pika chakula utakavyopika kumpikia mumeo. Yaani we pika mapishi yote uliyowahi kuyaona duniani. Hautokuja kufika chakula alichompikia mama kumpikia mwanae. Hautokuja kufika. Wewe unajua chakula mama akikiandaa kwa ajili ya mwanae? Unakijua? Mama akienda ananunua ulezi. Tena anauchagua ule ambaye hujabunguliwa. Atatafuta karanga atatia. Atachukua dagaa atatia. Ataenda kuosha mwenyewe. Alafu anakaa juani hivi anapepea kunguru wasinyee, kuku wasipite, usichafuke, anabeba mpaka mashine anaenda kusaga. Upo, alafu akija kumkorogea mwanae hatumi mtu. Kwamba fulani mkoroga, anakaa mwenyewe hakikisha umeiva, mwanae asifanye nini? Asialishe. Leo wewe unaenda kununua unga kwa mangi unakoroga hapo ujifanye unapika chakula bora. Mama wewe, yani hakuna mtu atapika chakula bora kumzidi mama. Hakuna, wewe pika utakavyopika. Hautakuja kufikia chakula alichopika mama kumpikia mwanae. Kwa hiyo anapokaa mama mwanamke pumzika. Yaani mtu yote akija sijui mama yake mchawi muache, anayemloga si mwanae anakuloga wewe. Huyu amekushinda muache mama na mwanae. Mimi nawaambia mke ukiona mambo ya mama na mwanae amekushinda, Tanganyika ondoka. Huyo ni mama au hamna mke atashinda. Labda mama amue tu kufunika kombe, mwanaharamu apite. Lakini mama amue kukuonesha mimi huyo nilimweka tumboni, haushindi hata siku moja. Hata siku moja. Labda sio mama yake. Wewe chunguza, yani ukishaona vita ya mama na mke, mama kashindwa, jua tu yule mama kaamua kufunika kombe, mwanaharamu apita. Akiamua kukuonesha mimi ndio mama, haushindi hata siku moja. Hata siku moja. Kwa hiyo Zuchu ndugu yangu, mimi timzuchu kila siku nasema. Nakwambia tuwe kwenye kipengele cha mama, tulia, huyo ndio mama, muombe heri siku moja akuelewe maisha yaende. Huyu sasa ukitaka kudili naye, DM yangu iko wazi. Sasa majungu yanaruhusiwa. Majungu yanaruhusiwa wifi? Wifi madungu yake. Alafu madongo ya wifi mazuri. Wifi wewe kama wifi unajiweza, wewe tengeneka huko kwa mumeo. Mzidi maisha kaka mtu, waje wakae wakutegemee. Wewe ukitaka wifi, mawifi nini wake wakakako wakuogope, kuwa na hela. Watu watakunyenyekea tu. Wifi unamtegemea mume wangu afu nipigie kelele, wewe rubbish nini? Biashara sehemu yoyote. Hasa na tuzungumzie hizi sehemu ambazo zinakuwa na population kubwa. Mjumuiko wa watu unakuwa ni mkubwa. Kwa mfano wewe unaona uko Tandika hapa sokoni. Tandika stendi. Hapa kuna biashara nyingi na kila mtu anatafuta riziki na anapata. Hebu tupe experience ya maisha ya biashara katika sehemu za Changanikeni. Mimi nilichojifunza kwenye biashara, usipotumia akili yako uliofundishwa na wazazi wako, ukaingia biashara kwa akili ya biashara itakushinda. Kwa sababu ukikaa kwenye soko la biashara unaambiwa kauli biashara, wateja wanahitaji kauli nzuri, inahitaji upige asubuhi na jioni mahesabu. Yani kuna lugha ya biashara tunayofundishwa kwenye masoko ya biashara. Lakini mimi kwenye biashara nimejifunza, yani usipotumia maarifa yako ya kuzaliwa nayo au akili yako ya kulelewa, biashara itakushinda. Kweli wewe unafundishwa kauli nzuri, lakini unakuja hapa mteja anakuchanganya. Umeelewa vizuri? Wewe ushaanza kumbembeleza lakini mteja anakukalia kichwani. Hapo sasa inabidi utumie hekima na busara ulizofundishwa na wazazi wako. Aidha kama vile mwanangu usipige kelele na mteja au usipige kelele na mtu ukimwona anaongea, wewe ondoka. Lakini biashara inakwambia wewe mtu hataki kupigia kelele, endelea kumbembeleza, ukayapo mwisho si atakupiga akuue. Ndio. Lakini chengine kwenye biashara nilichokuja kujifunza jamani, yani changamoto za biashara huwezi kuzijua paka uingie. Sisi kwa mfano mimi nitazungumzia biashara ya vipodozi. Biashara za vipodozi tutaambiwa tu kwamba uingizaji wa bidhaa original, uingizaji wa bidhaa fake, lakini nataka nikwambie matokeo ya mtu anapotumia kipodozi chake kinategemea na mtu. Unaweza ukawa na hiyo bidhaa original na bado mtu usimpe matokeo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kitakusaidia kwenye biashara ya vipodozi ni wewe kuzijua aina za ngozi. Na uweze kuzijua aina za ngozi kwa kusoma tu, lakini pia kwa kutoa huduma. Ukishakaa kwenye industry ya vipodozi muda mrefu, unao uwezo wa kumwangalia mtu tu hivi ukajua nikimpa kitu fulani kwa issue yake anayosema itakaa vizuri. Lakini sasa hivi watu wanavyoielewa nje wanajua kipodozi kama hivyo, kuna watu wanajitambulisha huko, mimi ni daktari wa kitu fulani, lakini kiukweli unaweza kuwa daktari umekaa darasani.
ila kama haujakaa kwenye industry ya vipodozi, wewe unaweza ukaongea elimu yako ya darasani na bado isimnufaishe mteja. Lakini mtu ambaye amekaa kwenye vipodozi muda mrefu anakuwa na ile experience kwamba hiki wanasema akitoi matokeo fulani na mtu fulani akatumia akampa matokeo mazuri. Kwa hiyo hapo uliponizungumzia kuhusu swala la biashara, nitasema tu biashara inahitaji subira, inahitaji hekima, inahitaji busara, lakini kikubwa biashara inahitaji hela. Biashara inahitaji hela. Sikwambie mtu kwamba biashara utaweza ukawa vyote hivyo lakini hauna hela, utauzia watu nini? Kwa hiyo biashara lazima uwe na hela ndio uweze kufanya biashara kwa mlolongo huu tunaoambiwa biashara subira, biashara nini, lakini mwisho wa siku bwana biashara zinahitaji hela. Na wale wanaosema biashara sawa unaweza kuwa na hela, lakini pia unahitaji upate wateja, na kuna wateja wengine, kuna mazingira ambayo wengine wanatumia njia ya kuwavuta. Unafanya biashara zinazofanana lakini bidhaa sawa, duka sawa, lakini wewe upate wateja napata mwenzio. Hicho ndio nilichokuambia mwanzo. Akili za kutoka wapi? Nyumbani kwenu. Kwenye biashara, matokeo ya biashara ufundishi bwana nenda kati ya ubani, nenda sijui kanyunyize kafanye nini, hapana. Isipokuwa ukisha kuja sasa unaishi na wanadamu, ndio unajua biashara inahitaji akili ya ziada tofauti na akili ya hizo ya mashuleni. Mfano, jamani, uchawi kwenye biashara upo. Mimi nakwambia Bongo, uchawi kwenye biashara upo, tena una 90%. Hizo 10 ndio tumwachie Mungu. Nakwambia hivyo kwa sababu tena kuna hili tukio limetokea hivi karibuni kabla sijaenda polisi. Hili ni tukio ambalo kwa kweli nikilisimulia uwezi kuamini. Mimi ukiangalia kwenye sehemu yangu ya nguo, sina nguo kabisa. Na mimi nilikuwa nauza mabaya hapa, nilikuwa nimejaza, sina nguo kabisa. Kwa nini niliacha kuuza nguo? Ngoja nikusimulie. Siku moja nilikuwa nimeagiza nguo kutoka Dubai, mabaibui nimeyapanga hapa mazuri, sawa ambayo nina uhakika watu wote huko wanauza 140,000, 150,000. Mimi nikawa nauza 120,000. Natafuta faida ya 10,000, muda mwingine 8,000. Sawa kwa soko letu la Tandika hapa. Siku moja sipo. Mdada wangu wa kazi akanambiaje, kuna mteja amekuja hapa ana 100,000, anataka baibui 3. Nikiangalia kwenye ile 100,000 naweza nikawa nimepata 6,000, 7,000. Lakini mabaibui 3 nikaipiga mara 2 yake. Sawa, nikasema hapo basi faida, mimi nataka mzigo utembee kwa sababu ndio kwanza naingia kwenye soko la abaya. Akapewa yule mteja. Akaambia madam kasema alipia, akachukua lipa namba. Akalipia. Alivyolipia lipa namba amepewa abaya. Baada ya muda tunapokea message yule mtu karudisha pesa. Na abaya akashaondoka nazo. Umeelewa vizuri? Mimi dukani kwangu kuko na kamera. Akaja naangalia yule mteja karudisha hela, tunaangalia hela zimerudishwa, tukaanza kugombana na Voda. Hela mbona zimerudishwa, mje tupigia simu, sasa tumepiga simu haijapokelewa lakini bado hela iko hewani. Tukaenda mwisho wa siku nashukuru Mungu zile pesa zetu tulizipata kwa sababu bado zilikuwa zimezuiliwa. Sasa basi. Muda huo yule mtu kumbuka alikuwa amechukua abaya hizi 3. Ile siku tumerudishiwa hela. Siku ya 4 tunazikuta zile abaya tulizoziuza zimetundikwa hapa. Yaani mnazikuta wakati gani? Asubuhi mnafungua duka? Tunafungua na mdada alikuwa hajashtuka kwa sababu hajahesabu. Umeelewa vizuri? Wewe. Hajahesabu. Mimi nakuja nikamwambia ile abaya nyeusi na brown zilikuwa zimeuzwa. Tunaangalia ni namba ile size ya 58. Sawa zimewekwa pale. Cha ajabu tulipomuuzia sisi tukitundika abaya zinakuwa hazina mitandio pale. Mitandio tunaikunja tunaiweka kwenye makabati huko. Tunaelewana vizuri? Abaya ziko pale hazina mitandio, tunakuja kufungua kwenye makabati mitandio imekunjwa vile vile. Hela ambayo ilirudishwa. Sio kama unaelewa? Nikarudi kwenye kamera yangu kumwangalia, sema hizi abaya nilimuuzia yule dada. Sawa, lengo langu ni mposti. Unajua tena ni posti nimwambie dada mambo yako leo nifanyia sijui nini. Paka nikawa nakagua huko juu labda kumetobolewa, hamna sehemu kumetobolewa. Na atafuta kwenye kamera kani yule dada nilimuona. Hujamuona? Yule dada mimi nilimuona, sikumuona. Mwisho nilichoamua mimi nikashusha abaya zote. Pako plane pale. Unaweza kuona mwenyewe. Nikashusha abaya zote. Pako plane kabisa kama unavyoona. Mpaka sasa hivi sitamani kuweka nguo kabisa. Umenielewa vizuri? Nimekuelewa. Mimi ule mchakato ulinifanya moyo wangu ulienda mbio. Imekuwaje abaya nimeuza na abaya baada hela ile nini mtu alirudisha, baadaye nazikuta humo abaya. Na kuja kumwangalia huyu mtu kwenye nini kamera simuoni. Nikasema hapana. Ndugu yangu akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Mimi safari. Kama kawaida kwenye chumbo langu Kilwa. Upo. Nimefika pale manake nimekuta watu inabidi nina mchecheto wa kuingia mule ndani.
Naingia humo ndani. Ambia wewe mbona umekuta watu mbona? Nikamwambia ndugu yangu haya mambo siwezi kukaa nayo hapa kooni. Ikabidi yule mdada aliyokaa pale aambiwe vinenda kasubiri nje. Haya niambie mwanangu. Namuelezea hilo tukio. Akaniambia hilo tukio lilitokea Jumaa ngapi? Nikamwambia ilikuwa siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi, Jumapili ndio tukagundua hela zimetolewa. Tukaanza kupigiana simu nao au Voda. Tumepigana Jumatatu ndio pesa ikarudishwa. Kwa hiyo Jumatatu palivofungwa tunakuja kufungua siku ya Jumanne hapa tunazikuta zile abaya zimerudishwa pale pale. Mteja hajaja, kamera haionyeshi mtu kuingia na abaya zimerudishwa. Na kuomba nisaidie. Nafanyaje? Bwana wewe. Yule bwana akaniambia hivi, mdogo wangu, hebu kaa chini. Hebu kaa chini, mambo yako sio mazito. Upo? Akanambia mambo yako sio mazito, bali mazito mara 3 yake. Basi neno la kwanza aliloniambia ustazi, akaniambia itabidi umpigie simu mume wako haurudi nyumbani. Nikamwambia hapana, mume wangu hawezi kunielewa. Akanambia kwa hili tukio hauwezi kurudi nyumbani. Embu fungua huo mkoba wako. Sawa, chukua simu, mpigie mume wako, mwambie leo hauwezi kurudi nyumbani. Nikachukua simu mimi nikampigia, nikamwambia mume wangu nimekuja huku kwa babu, lakini nilipokuja kwa ustazi ameniambia kutokana na ile issue iliyotokea hauwezi kurudi. Akaniambia nipe simu niongee naye. Ustazi akachukua simu katoka nje. Maneno aliyoongea huko na ustazi na mume wangu sikujua. Isipokuwa tu nilipokuja kupewa simu mume wangu akaniambia basi sawa utarudi kesho. Pale mimi nilipewa maji nikaoga ya dawa, nikama zengine nikapewa asubuhi mimi nichome, nikachoma, zengine nikapewa kwa ajili nitaoga nikifika nyumbani na nitaendelea kuchoma. Lakini kikubwa alivyoniambia utakapofika kesho yake usiingie kazini. Ina maana ile Jumanne niliyokuwa kule nimerudi Jumatano, ina maana Alhamisi nisiingie kazini, niingie Ijumaa na mimi niwe mtu wa kwanza kufungua. Nikamwambia sawa. Basi ikafika siku hiyo ya Ijumaa, nimekuja hapa nimefungua mlango mimi, nikaanza kufanya usafi. Jamani ukiwa na mdada anakufanyaga mtu unakuwa mvivu. Kwa hiyo nikawa nafanya tu usafi wa kawaida, yani nimefanya tu usafi vyangu vya kawaida. Najua dada anakuja tutaendelea nimwambie kule yaliyojiri. Kumbuka mimi sijui mume wangu na yule nani wameongea kitu gani. Basi dada alivyokuja hapa dukani na nikamwambia bwana mimi huko juu sijafuta vumbi. Sawa, kanambia kwa hiyo hii stendi ya nguo tutaiacha hivi hivi. Nikamwambia iache kwanza. Kwa sasa hivi mimi siko na mudi nzuri. Ndugu yangu, dada amekuja wakati anafuta humu ndani. Anambia nani? Hii nani uliiona? Nikamwambia kitu gani? Huku mbona kuna michanga? Yaani ndani ya makabati huko kuna michanga huko ndani ya makabati. Michanga? Nikamwambia mimi sijaona michanga. Lakini madam nimepewa dawa mimi kazi yangu ni kutoa. Nikamwambia huko ndani kumekuta michanga, isafishwe lakini usimwage. Tukasafisha tena kazi ikarudi mpya, sisi tukasafisha. Tumemaliza kusafisha. Yani mteja wa kwanza ninachomkumbuka aliletwa hapa na winga wangu. Kuna winga huko ambaye na yeye anauza vipodozi lakini hana mtaji mkubwa bado. Tunaelewana vizuri? Aliletwa hapa alivyokuja anataka vipodozi. Yule mdada amekuja ameingia hapa, nikamtafutia krimu ya kuwa mweupe. Akaniambia mimi nataka krimu ya kuwa mweupe shilingi ngapi? Nikamtajia bei. Nilipomtajia bei yule dada akainama mfukoni, hajaniomba nipunguzie, akanipa pesa kamili. Mimi mifuko imeniishia, inabidi niache hapa mteja niende nikachukue mfuko. Nikasema mbona dada anachelewa kurudi, kwa sababu mdao nilikuwa nimemwagiza chai. Mbona dada anachelewa kurudi, ngoja tu mimi nitoke nikachukue change. Basi mimi nikatoka kwa ajili ya kwenda kuchukua huo mfuko na change nilivyomwaga, maana sikutaka mteja ajue kama mifuko imenishia. Nikamdanganya naenda kuchukua change. Nimekwenda bwana, narudi Mungu wangu. Siwezi kuamini. Namkuta yule mteja hapa analia. Yule ambaye anaenda kuchukua yule ambaye amekuja kununua vipodozi na yule winga wangu. Analia. Nikamwambia unalia kwa sababu yule winga wangu aliyomleta mimi sikumuona. Nikajua labda akatoka kuna dharura akapata. Unajua unaweza kupigwa simu ya msiba unakuhusu unaanza kulia. Mimi tena niko pole. Kwani una tatizo gani? Yule bibi haongei. Umeona vizuri haongei. Vipi mbona usemi shida nini? Sasa nachukua simu nampigia yule winga wangu anapokea. Sister, bwana kazi ngumu kweli. Kazi ngumu kweli. Nikamwambia bwana mteja wako hapa analia. Mteja wangu gani? Yaani mimi mteja nimtoe huku nije nimlete dukani? Nikamwambia mimi nilishangaa naona umekuja na mteja hapa. Mimi bwana sijaingia kazini. Wewe si umekuja hapa umekuja na huyu dada? Nakwambia yule mdada chozi linamtoka.
Chozi linamtoka dada, namwambia haya, shida nini ndugu yangu unalia? Mimi hapa nimekuja, mimi unajua nilikuwa nataka hii frame, nilimtuma mtu aje kununua. Kumbe bwana watu wana mkakati, wananiona mimi sistahili kuwa na hii frame. Kwa hiyo akamtuma mtu anataka kupanunua hapa. Tunaelewana vizuri? Kwanza walishamfuata mwenye nyumba wangu kwa ajili ya kumwambia kwamba hapa paongezewe nini? Yaani niongezewe kodi nishindwe kulipa. Alivyokuwa ameshindwa hilo, wakafika dau kwamba tukuuzie, kuna ile style ya mtu kuuza frame yako afu mtu mwingine anaingia. Sawa? Nilimwambia hapa, nilimfuata dalali hapa aje kuniuzia, mimi nataka niuze vyombo. Nikamwambia dada unanijua? Sikujui. Nikamwambia kwa hiyo ikafanyaje? Nilipewa dawa ambayo niingize hapa, ndio siku zile nikaondoka na mabaibui. Kwa hiyo hapo unavoniona mimi nimeshindwa kuondoka. Wewe. Nikamwambia umeshindwa kuondoka. Mpaka najaribu kukisukuma hivi kiti. Upo yuko tu pale kaganda. Nikamwambia wewe, kwa hiyo umeshindwa kuondoka? Hapo mimi nimeshindwa kuondoka. Nikamwambia umeshindwa kuondoka? Mimi ndo napiga simu. Nikamwambia napiga simu yangu, halo. Haya, bwana hapa nini mtu amekuja hapa, amekuja kununua vitu, ananiambia ameshindwa kuondoka. Ananiambia nani shehe aliniambia mbaya atakuja hapo hapo utamuona. Unamjua? Nikamwambia simjui. Amekuja mtu na mtu huyo namjua, lakini nampiga simu anasema hajamleta. Mume kama unavyomjua anatoka huko na heka. Alivyofika hapa kumbe alishaelekezwa kwamba mtu akinasa hapa, umeelewa? Amekuja hapa kabebwa, kesi iko wapi? Polisi. Lakini mapolisi hawaamini imani za kishirikina. Tunaelewana? Kwa hiyo kosa tulofanya sisi kumgandua hapa, kumpeleka polisi. Sawa? Pona yake. Yaani ndio pona yake. La sivyo tena najuta kwa nini sikumrekodi. Umeelewa? Tunakwenda polisi leteni ushahidi, sijui vitu gani. Ndiye mwenyewe kafika kule polisi anaturuka. Sawa, mimi nashangaa wananishikashika, naambia amekuja amelipa hivi na hivi. Tunakuja sasa huko kwenye kamera. Si una kamera yule dada haonekani anavyoingia wala anavotoka. Yaani lile tukio zima kamera halijarekodi. Jamani, uchawi nini? Upo. Kona na yule shehe ambaye ndo alikupaka hizo nani? Yeye ulimpa yule kwa mabana huku mazingira 1 2 3 kabla ya kumtoa huyo mtu kumpeleka polisi. Mimi sasa alivyonasa nilikuwa na kiwewe kwanza cha kumpigia mume wangu. Sawa Mume wangu kumbe yeye siku hiyo alivyoniambia nipe niongee na mume wake, alimwambia huyo mtu ambaye kafanya hivyo atakuja tu. Kwa hii dawa ninayompa hapo atakuja tu. Na akija akinasa ikitokea nataka kumsaidia fanya hivi na hivi. Yaani alipotoka nje kuongea na mume wangu ndio alimpa hayo maagizo. Kwa mume wangu alipotoka huko ana mushkeli sasa akaja huko akafanya ili mradi ambambanisha ampeleke wapi? Polisi. Umeelewa? Kumbe polisi hawaamini mambo ya kishirikina. Kwa hiyo tulipofika pale kama vile ndo tumeshamsaidia mambo ya kuendelea, ila matukio hayo yapo. Ushirikina upo mwenyewe kwa mdomo wake. Ananiambia yeye alikuwa anapataka hapa kwa ajili ya auze vyombo, yani location hii ya vyombo, kwa nini nauza. Kumbe inatokea kwamba mtu unafanya biashara sehemu unakuta unapitia magumu, biashara haifanyiki, unaamua kufunga frame. Kumbe kuna watu wamekutega hapa wanataka utoke tuingie wao. Yani ile tukio kwamba yule alishatengeneza, na maana mimi yale mambo mauzauza yangeendelea, si ningeona hapa pana uchawi, biashara haiendi. Ningeacha, na maana yeye ndio aje. Unarudisha frame mwenzo anaingia. Mwenzo anachukua. Ndio mchezo wale utaka kunifanyia. Bwana. Haya mambo yametokea hivi nakwambia miezi hii ya karibuni. Tandika bwana. Wewe ogopa tandika ndugu yangu. Wewe ogope. Ogope ndugu yangu tandika. Bwana. Upo ina maana ile swala kwamba yule tungesema tumuache hapa. Kwa maelezo niliyopata kutoka kwa shana, yule mngemuacha hapa. Kama inafika siku 3 hapa mngeona jopo la washirika wake wote. Wewe kampuni mzima ingekuja. Wewe ingefika hapa mtu wao kana hapa nadhani ingekuwa. Sasa nyinyi mngemwacha wale wazee unajua wanapiga hela wale. Wanakuja na chama. Yaani mimi akili yangu hapa si ofisini na yule nini nimpeleke, kumbe ukipeleka hizo kesi mapolisi hawaelewi kule kampuni unatoshia mambo gani. Hawaelewi hizo kesi. Ndio dunia ilikofikia hao mambo ya biashara ndugu yangu. Na nilisikia mkasa wako ule wa nani kipindi unaanzaga hapa sijui ukakutaga nini uyai sijui ukafanyaje. Yule bwana unajua ilikuwaje? Mimi nilikuwa na rafiki yangu. Kwa sababu mimi kabla sianza kuuza vipodozi hapa, mimi nilikuwa nauza vipodozi huko nyuma kabisa huko. Sawa, ambako kuna uza vipodozi wengi. Nikashindwa eka za kule. Sawa nikasema mimi bwana, kwa sababu mimi nina watu wangu TikTok, ngoja nihamie sehemu, ndio nikahama nikaja huko ambako kulikuwa hamna mtu kabisa anauza vipodozi. Nilipoanza mimi watu wengine wakawa wanajitokeza huko wanafungua maneno, lakini sisemi kwamba walinifuata mimi. Naweza kusema na wao labda walishindwa sehemu zingine au walikuwa wanaanza hivyo. Kama unavyojua biashara unaweza kawe kitu unacho mwingine ana. Ikatokea dada mmoja kule kama ulivyokuja kule kuna frame kule.
yeye anauza vipodozi, tukawa tuko hivi marafiki kibiashara. Umeelewa? Marafiki kibiashara. Mimi sina kitu hapa, kaja mteja wa ghafla nitamfuata yeye ana kitu anakuja hapa, mambo yakawa hivi. Tuna namba za simu tunazo, kwake napajua, kwangu anapajua. Unaelewa urafiki? Huyo dada sasa, kwa haraka haraka labda nikuelezee. Huyo dada mimi baadaye nikawa napitia changamoto za kibiashara, na kuja dukani kama nauza sumu. Umeelewa Siuzi, yani naweza nikakaa hapa, mteja anakuja unamuelewesha mpaka unatamani kuongea kilugha cha kwenu, lakini mteja haelewi. Mwisho wa siku nikaanza kumwambia, ndugu yangu, mbona biashara ngumu, inakuaje? Akawa ananielekeza, bwana wewe unachukua chumvi ukiwa unakuja dukani, yani ananisaidia. Oga chumvi, mimi nayaoga machumvi mawe, sikwambii. Udi nakwambia chukua udi choma, mimi nina kazi nabadilisha maudi humu ndani na choma. Rafiki yangu naye nikienda kwake namuona anachoma. Sina hela mimi, rafiki yangu namkopa. Siku hiyo sasa nikapata habari kwamba hapa nje pana vunjwa mayai, lakini pia mayai ukiangalia hapo pembeni pana kinyesi. Lakini watu wanaekuja asubuhi ndio wanakutana na hiyo hali. Ina maana kufika saa 4 saa 5 yani uone inasepaje. Hizi taarifa nimepata mara mbili. Mara ya mwisho kabidi na mimi niwahi mapema. Upo nafika hapa kweli nakuta mzigo hapo. Mayai visa yamepigwa, pana harufu vibaya, na ukiangalia kweli kinyesi unakiona. Tunaelewana vizuri? Mimi nikamwambia watu usishike, nikamwambia sitaki ya sepe yenyewe. Sinasema jua likitoka yanasepa, mimi nafagia. Mimi fagia vizuri. Kufagia mimi chukua piga moto. Umeelewa? Nikapiga moto pale. Watu wananiambia mambo wewe aje, nikamwambia mimi napiga moto, nikachoma moto hapo na mafuta taa, moto unalindima namna hiyo. Umeelewa? Hilo ndio kosa ambalo najutia mpaka leo kwenye maisha yangu. Wewe bongo mimi niliumwa wewe. Aya, unajua kuumwa? Yaani nilikuwa nikiumwa miguu inawaka moto. Nikiumwa mikono na yaani kichwa kwa mfano ndio kilichokuwa kinaniuma sana. Kichwa kinagonga na kinawaka moto. Unatamani kufa japo hujawahi kufa. Yaani unahisi kama ukifa ndio unaenda kufanya nini? Kupumzika. Nilikuwa naumwa, nikija hapa dukani mimi ninaumwa mpaka raha ya duka siwezi. Imagine biashara ufanyi, sawa, unaumwa, maradhi yalikotokea sielewi. Miguu hii mimi ilikuwa inawaka moto mpaka naweka kwenye mabarafu. Nakaa hivi kwenye mabarafu ndo amani yangu, yani nikilala nimeweka kwenye mabarafu ndo nalala. Maisha hayo nimeishi mpaka ikafika hatua. Yule rafiki yangu aniachi. Yuko na bega kwa bega. Yuko na wewe, siku nyingine anachanganya chumvi mama. Akisikia dua mama kanipeleka. Mimi niko naumwa. Mwisho wa siku hiyo mimi nikachoka. Maana nilihangaika kwa hao wataalamu, hangaika mpaka basi. Sikio kaja mteja wangu kama Mungu kamleta. Kanikuta hapo hata kufumbua macho siwezi. Naagiza tu, maana kwa wateja wa vipodozi tu wana matatizo gani? Wakija dukani wanataka uwahudumie wewe. Sawa, wakimkuta mtu mwingine awele, kwa hiyo kana lazima pamoja naumwa mimi nikae dukani. Mteja kaja akamwambia mimi naumwa sana. Akaniambia mami, hata mimi nilikuwa naumwa hivyo. Hata mimi nilikuwa naumwa hivyo unavyosema, mpaka maisha tena nilikuwa naumwa na nina mimba. Nimeenda kuponea Kilwa. Ananiambia, "Umeenda kuponea?" Nimeenda kuponea Kilwa. Siku ya pili tena anakuja ananikuta vile vile, nikamwambia na hela sina, ndugu yangu na maisha magumu sielewi. Yeye jibu lake akaniambia, "Mabii, mimi nakupeleka lakini usimwambie mtu." Sawa, mimi mwenyewe nakupeleka kwa sababu yule mtu apendi mambo yake. Nianze kumwambia na nakupeleka mwenyewe, namwambia huyu ndugu yangu kwa sababu na mimi nilipelekwa na mtu. Mimi siku hiyo nayefika kwa huyo baba, maana sio mzee ni mbaba tu. Nafika kwa huyo mbaba jamani. Maana nilichoka. Namuona kwanza kijana. Nafika kule yule mganga hana mbwembwe. Maana nishaendaga sehemu nishatapishwa mimi. Nimetolewa madude yani nikifanya hivi vitu vinatoka na ndio utapona, lakini moto ndio unazidi. Nishapewa vitu mimi nikawa nakojoa damu muda wote, lakini bado. Nakwambia mpaka nilishaendaga kwa mganga kuoshwa, nilikoenda kuoshwa nikanusulika kubaku. We. Ilikuwaje hiyo? Ngoja nikumalizie yakiwa. Ndugu yangu. We, kuna waganga wengine wabakaji kuogesha watu. We nilinusulika hivi chupu kama sio mbio zangu na kuhangaikia hicho kichwa. Basi mimi nikaenda kwa mtaalamu. Nilipofika namuona tu kawaida, isikuwa hizi dawa. Nataka nijue nani anayenifanyia hivi. Maki kila ninakoenda mara naambiwa ndugu zangu, nikienda naambiwa wafanya biashara wenzio, sijui ni nini. Hebu niambie wewe ni nani? Ananiambia mimi bwana anayekufanyia sijui, ila wewe ndio utajua. Mimi najua tu una tatizo nikutibu.
Nikawa sijamuelewa kwa kweli. Nikarudi zangu hapa. Nilivyorudi, kabla sijarudi kati kule akanipa tu dawa moja. Akaniambia mimi nakupa tu kukutuliza kidogo. Kajipange, alafu njoo uje ufanye kazi. Kwa sababu gharama zilikuwepo kiukweli. Mimi nikarudi. Nilivyorudi nilipopewa zile dawa nilifanya siku hii. Bongo mimi nilifanya siku hii moja. Siku ile ndio siku niliyolala. Nililala usingizi na ukiangalia nilikuwa silali. Mimi kulala yangu mpaka saa 11 nikipata usingizi kidogo kichwa kinauma. Ndio siku niliyolala mimi nikapata usingizi. Nilifululiza kupata usingizi mzuri siku 3. Baadaye kichwa kikaanza tena. Nikasema hii bwana nilipewa dawa. Mbona kote nilikuhangaika mimi sijapata nafuu? Nikawekea sasa serious hata kuomba ndugu zangu, jamani nisaidieni pesa niende. Wewe hujaenda hospitali? Nikamwambia mimi nishaenda hospitali, kila ninachopimwa. Ukipimwa zaidi ambao na malaria, wengine kichwa. Naambia mbona kinauma hivi? Hamna tatizo kubwa. Nimeenda mpaka kupima maradhi ya moyo, nimekwenda kupima sijui mpaka nikafika tu nikaambiwa nifanyiwe zile nini? Sio CT scan, MRI. Lakini mimi sikwenda kufanya hiyo MRI, lakini niliambiwa mpaka nifike nifanye. Basi nikajichanga mimi safari Kilwa. Mimi sikupewa madawa yale ya kutisha, sijui nikaambiwa sifaraka. Nilifika nakumbuka alikuwa majani mabichi yametwangwa pale, nikapakwa huku kichwani mengi. Sawa, nikaambiwa vaa na mtandio wako. Nilipomaliza pale nikapewa na dawa kwa ajili ya kuinywa. Kutwa maratwani kunywa kila baada ya masaa 6 niinywe. Nikapewa na nyingine ambayo nitakuwa nachoma asubuhi mapema mimi narudi zangu kwangu. Lakini nilipotoka akaniambiaje, wewe si unataka kumjua huyo mbaya? Nikamwambia natamani kumjua. Na ukimjua utamfanyaje? Nikamwambia nitakachomfanya nitajua hapo hapo. Anambia basi sawa. Muombe Mungu wakati unachoma hizi dawa, mbaya wako adhihirike umjue kwa macho. Ukimuomba, muombe Mungu, mwambie iwe sababu ya mimi kumjua ubaya wangu, nimuone hivi kwa macho ili nisiendelee tena kumkaribia huko mbaya. Siku zangu 7 Bongo ninavyokuambia. Siku 7. Nishaanza kupata nafuu. Na siachi kumpa rafiki yangu feedback, inaendelea vizuri. Tena ananipa moyo. Muombe Mungu, maana mwenzangu alikuwa yeye ni Mkristo, mimi Muislamu. Muombe Mungu hivyo. Paka alishai kuniletea maji ya watu wa nini? Wanayaombea huko. Siku hiyo nimelala zangu pale. Nimeweka kimto changu. Mimi ndio umeona nina mito tu mingi hapa dukani. Nimelala pale, nimegeukia huku, sio mlangoni. Nikasikia rafiki yangu anaingia, nikageuka kwa kichwa, lakini ushafahamu hivi, nikawa naongea naye. Ushafahamu? Sasa naongea naye na hali ya usingizi mwingi. Kumbuka nilikuwa sijalala muda mrefu. Kwa hiyo muda wote nikijiwegesha nalala. Naongea naye hivi, ananisalimia, ananiambia vipi unaendeleaje? Mimi sijambo, mzima. Amka bwana tuongee. Nikamwambia sasa baadaye nikimwangalia naona kama sura inakuja na kupotea. Lakini nahisi ni ya usingizi. Ushafahamu? Mimi ya hisia zangu najua ni mambo ya usingizi. Baadaye sasa nakuja kukurupuka na muuliza dada, naambia alikuwa anaitwa Mama Jose. Nikamwambia Mama Jose kaja kaondoka hapa. Ananiambia Mama Jose kaja saa ngapi? Hamna mteja alioingia wala hamna wewe. Mama Jose nikakimbia mpaka nje. Naangalia watu Mama Jose hapa mmeona na Mama Jose hajaonekana. Pande wangu hapo pale sio chakula. Hamna hajaonekana. Naangalia mpaka hivi. Mwisho kule jamani sasa hivi hapa ameongea hapa. Wewe sio kweli. Sasa nilivyorudi ikanijia wazo, ngoja nimfuate. Umeelewa? Ngoja nimfuate asije kuona nimemdharau, anaongea na mimi huku nimelala na alikuwa ananiambia niamke. Ndugu yangu naenda dukani pale, naambiwa kafunga duka sasa hivi. Tokea hiyo siku aliyofunga duka, hakuwahi kunipigia simu na mpaka leo hajarudi pale dukani. Mpaka leo hajawahi kurudi pale dukani. Kwa kumbe kikulacho ilikuwa ngumu mwako. Na ndio ilikuwa tokea kipindiko nimekuwa na amani ya moyo na maisha ndio hivyo na biashara zilifunguka. Upo? Noma. Rafiki mimi sasa hivi ndugu yangu marafiki yangu sitaki mazoea na marafiki. Kama mitamia. Huyo ndo alionipeleka huko nikanusurika kubakwa. Kwani kwenye kubakwa ilikuwaje? Wewe ndugu yangu wewe. Sema unakutana na vitu. Unaumwa. Ndio maana nikasema ukisikia mtu anakuambia hamna uchawi bwana. Waganga sijui hamna sijui wewe hujarogwa. Ukirogwa nilienda huko nikapangiwa dawa saa 8 usiku. Umenielewa? Dawa hiyo natakiwa niende baharini, pembeni bahari hapa maji yanacheza hapa, mimi niogeshwe hapa ili nitolewe moto. Nikwambia nilikuwa na waka moto miguuni, mikono kote kuna waka moto. Basi mimi nikatoka. Umeelewa? Na usiku huo mimi nikamwaga mume wangu naenda kwa mama anafanywa dua ya usiku kutokana na umwa. Mume ajui.
Na mama pia sijaenda. Mimi nikajipanga pale kwa mganga, tumekaa mpaka jioni, nikaondoka mimi na shogangu huyo. Tumefika kule yeye eti kaambiwa, unajua kule ukiwa naingia baharini sikuna sehemu hivi juu mimi na huyo mganga tukatelemka chini. Shoga yangu yeye kakaa juu, haruhusiwi kuona mambo yangu. Mimi nafika kule bwana, unajua tena nikafika akasema wewe unavua nguo zote. Jamani, unaumwa, unafanyaje? Ubaki hata alivyoona nasiiza kubaki na nguo ya ndani, akaniambia basi unaweza ukachukua ndani, vua nguo zote, uvae tu kama vile tunaivaa gagulo, blazia basi hiyo ukae hapo, yani kama kinaiti dress fulani chepesi. Kaja na kigoda. Mimi bwana nikatii sheria bila shaka. Sasa wakati bado ile navua, namwangalia huyu, mbona network inasoma? Mgonjwa nikaona network ya daktari inasoma. Huyu nini analiendea kopo, nikasema kweli hapa usije ukamwagiwa maji mwisho pakaanza kuteleza hapa. Akili kanijia kama Mungu. Nikaanza kujifanya ngoja nive. Na mwana mtu uko serious ananikimbiza. Huku network imesoma. Mimi mbio na kuambia nakimbia juu. Mgonjwa nilipona, nilikimbia. Sikwambii nilitembea na night dress bodaboda, nimepanda nayo night dress nikarudi nyumbani. Sasa nitaendaje nyumbani, niko vile uchuchi, inabidi niende nitafute rafiki yangu tuliozoeana vizuri, nienda kumgongea. Kufika pale najifanya nilienda harusini, huko harusini watu wamegombana, ndio nguo yangu imechana, ndugu wewe nijaye kijola. Napewa kijola na mimi naenda nyumbani. Upo. Na yule rafiki yako kule? Rafiki yangu nilimwacha kule ndio nampigia tena simu, mimi huko nimekimbia, umekimbia nini? Nikamwambia bwana huyo daktari namuona network imesoma na ananiambia mimi nivue nguo, mambo yakanishinda mimi mbio. Upo, basi tutakutana kesho. Ndio tukakutana kesho hapa, akajifanya anacheka pole bwana. Watu wengine bwana hawaaminiki. Sijui mimi ndio wewe kwenye kuangauka huko wewe acha. Nilienda kuponea Kilwa ndio kupumua. Pole sana kwa kweli. Mimi na ndugu yangu asante. Pazito sana Tandika kufanya biashara. Wewe pazito sio Tandika tu. Hata wale uko sehemu zingine ni biashara tu. Yaani biashara mtihani wake ni mzito. Upate tu sehemu watu wacha Mungu, wanamuogopa Mungu, utakaa kwa amani. Lakini ukutane na watu magumegume, we. Na hii experience ya kupata pia wateja wengine, unakuta mteja mshirikina labda chuma ulete, yani unakuta anakuja kununua kitu, unamkabidhi bidhaa. Baba wewe, hebu acha mambo ya chuma ulete. Basi chuma ulete alikuwepo hapa. Lakini sasa kipindi hiko chuma ulete ikawa mambo ya lipa namba yakawa anatusaidia. Mimi ikafikia tu anapenda tu mambo ya lipa namba. Chuma ilete alinizidia hapa jamani. Paka nimekuja kusolve baada ya kuipata nini? Lipa namba. Hela nyingi nikawa hata wakinipa cash, nampa pale, yani napewa cash nampa pale, nenda kaweki. Nampa pale nenda kaweki, kwa sababu ilifikia hatua. Lakini tokea mimi nilipoenda Kilwa jamani, hela huko kwenye madro zinakaa na zinaishi. Upo zinakaa na zinaishi. Chuma ulete aliyokuwa hapa sio nchi. Paka ikafikia hatua mimi ilivyokuja lipa namba jamani, ndio ilinunusuru na mambo ya chuma ulete. Mpaka ikawa mimi sikai na hela. Ukija hata niombe 500 sina. Mimi ni mteja kalipa tu naenda kaweki. Sikai na cash kabisa. Noma sana. Chuma ulete alikuwepo hapa bwana. Unakaa daftari linakwambia una 500,000, draw ukienda na 120,000. Wow, watu washachukua chao. Wewe. Watu wachama. Tena utaajabu wanasemaga chuma ulete wazee. Kumbe vijana kabisa, maana mimi mambo ya vipako sio vya wazee hapa. Vipako wanakuja vijana. Sasa. Lakini mambo wanaondoka nayo. Wewe iache tu. Biashara. Kimwona mtu anakuambia biashara kaiweza, wewe mpongeze. Biashara ina vituko vingi sana. Sasa.